nimepokea maswali mengi kwa wadau wangu wa Kibo Juniors Channel kuhusu mchezaji wa zamani wa timu ya taifa ya Burundi na klabu ya Interstar ya Burundi. Kwa kweli leo nimeamua kumtafuta tena bwana Nyabenda Suleiman kwa ajili ya kuweza kumuuliza maswali yenu ambayo wengi mlipenda kusikia kutoka kwake. Na leo hii nilimfuata mguu kwa mguu mpaka nyumbani kwake kwa ajili ya kumuuliza maswali hayo, na hakuwa mchoyo kuweza kunipa utondozi na alidondoa vyote vilivyokuwa vikimhusu kuhusiana na maisha yake ya soka wakati huo tukicheza PlayStation. Tulianzia nyumbani kwake mpaka uwanjani anapofanyia mazoezi na vijana wake kwa ajili ya kutaka kujua zaidi historia yake ya soka, ambapo kwenye video yetu ya kwanza alieleza kwa kifupi, lakini humu amefunguka kwa undani zaidi na kwa mapana. Kwa hivyo tuwe pamoja mwanzo mpaka mwisho kuweza kumsikiliza, na naamini kuna vingi ambavyo utavivuna na maswali yako yote yatajibiwa katika video hii. Karibu sana. Hii ni Kibo Juniors Channel. Yes guys, leo kama kawaida tuko na kaka Sule. Pindi ningali mdogo nilikuwa namfahamu Captain Sule tokea ipo anachezea Interstars na sisi ni miongoni wa mmoja wapo ambao tulikuwa mashabiki wa Interstars. Tulikuwa tunapenda kwenda kumuona, na kwa sisi vijana alituinspire sio kutokana kimpira, na pia hata kwa buyenzi alikuwa anachezesha PlayStation. Sisi wote tulikuwa tunashinda kwake. Naitwa Nzeimana Kevin. Kaka Sule namfahamia kwanza Burundi. Hakuna mtu ambaye asiyomjua Sule Burundi. Kuanzia Nyakabiga, Jabe, Buyenzi, Chibitoki, Kinama, Kanyosha, kote wanamfahamu Captain Sule. Na Kashule alikuwa anacheza mpira na ekipa alicheza yemo Interstar. Mpaka leo tupo naye hapa kuanzia mayote. Tuko karibu zaidi na Sule. Na yeye ndo pia kama vile unavyoona kocha anatupa zoezi. So mimi naweza nikasema tunajivunia kuwa naye mpaka leo. Mungu azidi kumpa afya na azidi kumpa nguvu. Ni kaka yetu kwa ufupi, ana roho ya mapenzi kwa wadogo zake. Sule kiongozi wa West Africa Sport. Yani mimi nilipoanzia mpira nilianzia mkade ya Buyenzi Saint Augustin, kwa inaitwa Amebu Star. Ni timu ya president alikuwa ni Mtanzania umoja, alikuwa anaitwa Comrade, mzee Comrade. Lakini ilipofika wakati wa ile hifadhi ile ilipoisha, pakatokea matatizo, yani hiyo timu yetu ikafungiwa kucheza mkade kwa sababu kuna shida fulani ilitokea, viongozi wetu walipigana. Baadaye timu yetu ikawa imefungiwa kucheza. Sasa walikuwa wa mambre wengine walikuwa katika hiyo timu yetu, ndo wakajitokeza, manake wakakuwa kama wanatugawa mara mbili, wakatuchukua sisi, sema bana, sisi hivi timu imefungiwa, acha tuwachukue nyinyi, alafu tukaandikishe timu. Tukawa tumechukuliwa na baadhi ya wanamemba, wakaenda wakaandikisha ekipe kwa president wa zamani alikuwa Kade, alikuwa anaitwa Jumangezi. Pakawaga vitu vya kuvutana. Wengine wanasema hii timu yenu haitukubaliwa icheze, wengine wanasema itacheza. Umeshaona? Lakini sasa hatujui gisi vilivyoendeka kwa hicho kipindi. Sababu unajua Burundi vitu vya rushwa vilianzia mpaka huko mkade ndo ilianza kuona kama kuna mambo ya rushwa. Ilifikia basi kipindi ikawa tumekubaliwa kucheza. Na hiyo timu maanake tukaunga timu mpya ilikuwa inaitwa Toyota. Hiyo timu maanake tulikuwa mtimu ya Amebu, tukawa maanake wamefanya push yani. Hiyo timu mpya Toyota ilikuwa na viongozi. Kuna president wetu alikuwa anaitwa Carlos, wa chini yake alikuwa anaitwa Zes, mwingine alikuwa anaitwa Kiomoni. Au ndo watu walikuwa wanaongoza hiyo timu Toyota. Nadhani kwa kifupi ndo story yangu ya mkade. Kumbe historia yako ilianzia Amebu na Toyota za mkade. Nataka kujua ulipotoka hapo ndo uliitwa moja kwa moja na Interstar, timu iliyokupa umaarufu, au ulipita wapi tena? Baada ya kutoka Toyota nilichukuliwa na timu ya daraja la 3 inaitwa Bayern. Nikacheza mwaka mmoja Barcelona. Ilikuwa ya Marema Hussein Saad. Na watu wengi, wachezaji wengi wa Burundi wanamfahamu. Ni mtu alikuwa anajitolea sana kwa mtu wa mpira. Ni mtu alikuwa na uwezo kipindi hicho. Basi kutoka Barcelona nikawa nimechukuliwa na timu nyingine Renaissance ya daraja la 2. Hiyo timu ya Renaissance
kiongozi wake alikuwa ni mwanajeshi yani. Alikuwa ni soda, alikuwa anatumika mnini Mbese. Nakumbuka hata recruitment yangu kusema niende kucheza mwa hiyo Renaissance ilikuwa ni permis yani, nilipewaga permis kwa sababu yeye alikuwa anakuambia ukweli, wa mimi sina uwezo kitu chenye naweza nikakupa mimi ni permis. Ndio ilikuwa recruitment nimepataga Renaissance. Sasa hicho kipindi tulikuwa na wengine joueurs kwa anaitwa Mtambaro, anacheza mwa equipe nationale sana. Nadhani ndio hicho kipindi tulienda naye Renaissance tukapewa hizo permis. Kipindi hicho sikumalizaga championnat mwa hiyo timu ya Renaissance, sikumalizaga championnat. Kuna match moja tulikuwa tunacheza ku stade. Sasa match ilipoisha nilionaga tu kuna mtu mwenye ananifuata, akawa ameniambia kwamba yeye ni manager. Mimi nafuatiliaga machi zako, niona gisi unavyocheza, mimi nimefurahia. Sasa kwa hiyo nilitumwa, yani mimi manager nimetumwa na timu ya Rayon Sport kuja kutafuta wajueri hapa Burundi. Sasa na gisi nilivyokuona, nimeona ni joueur uko na avenir. Sasa nilikuwa nataka nikupropose nikubebe Rayon Sport, kafanye test, kiwa utawapenda basi itakuwa ni bahati yako. Naanza ndo mimi story yangu gisi nilivyoenda kucheza Rwanda. Nilienda Rwanda, nilifikia Rayon Sport, nilicheza mwaka mmoja. Na kipindi hicho nilikuwa nimeacha shule. Nadhani mimi nilitoka hata nyumbani sikuagaga au nyumbani hawakujuaga nilienda wapi. Nikatoka nikaenda kacheza mwaka mmoja kile nyumbani, kuona wamelalamika sana nirudie kusoma. Basi kipindi hicho nilikuwa somo la 9. Niliporudi bidi ndo nikaanza kucheza mwa Interstar, sababu kwa ndugu zangu wote ni mashabiki wa Interstar, yakiwemo kaka Kennedy, Bakadia, yani hao ni wana member wakubwa wa Interstar. Sasa ilikuwa hakuna gisi naweza nikaenda kucheza, lakini mimi wakati ngali mdogo nilikuwa napenda Vitaru. Ila sasa kutokana na gisi ndugu zangu ni wapenzi wa Interstar, nikawa sina aina budi, ikabidi nicheze mwa Interstar. Na hakuna kitu cha ajabu, Interstar imenipaga usajili wangu katika Interstar. Na siwezi kusahau nilipewaga euro nimepewaga sio marundi yani, nimepewaga yani 30,000 francs. Ndio ilikuwa recruitment yangu kusema nicheze mwa Interstar, lasini za marundi yani, ndio nilipewaga, ndio ilikuwa kama usajili wangu kusema nicheze mwa Interstar. Ilikuwa 2003 yani, ilikuwa sio nyingi sababu sio kipindi cha situsha wakina Maliki. 30,000 nakumbuka hata ile wakati sijui, labda ukinunua kitu cha ajabu unaweza kununua ni matela. Nakumbuka hata mimi nilioga matela. Basi ndo nikaanza kucheza mwa Interstar hivyo. Yani kipindi hicho mwa hiyo 2003 nadhani ekipe ambayo yenyewe ilikuwa imesimama vizuri ilikuwa ni Interstar. Ukitizama ni ekipe ambayo ilikuwa na viongozi ambao wana uwezo. Na ndo kile kipindi nadhani Sendede ndo ingia Burundi. President d'honneur hicho kipindi alikuwa ni Hussein Rajabu. Sasa Interstar ni ekipe ilikuwa iko na uwezo. Na kila mchezaji hapo alikuwa kila mchezaji alikuwa na tamani acheze mwa Interstar kwa sababu ni ekipe ilikuwa imesimama vizuri, kwa na sponsor kutoka, kama si ukitama jezi zetu zilikuwa zinatoka Orlando Pirates, kutoka Juventus. Kwa mara ya kwanza unapata nafasi ya kuitwa timu ya taifa, ilikuwaje? Na adversary wako walikuwa nani? Ilikuwa ni mwaka gani pia? Match yangu ya kwanza nilicheza mwa Interstar. Na hiyo match nilifikaga naitwa mwa equipe nationale yani. Na nilikuwa mchezaji pekee mwenyewe niliitwa kwenye timu ya taifa yani mwa Interstar. Timu gani ambayo kwa mara ya kwanza unacheza timu ya taifa ilikuwa adversary wako? Match niliyochezea ilikuwa ni Burkina Faso. Tulicheza Burkina Faso pale Burundi. Pale Burundi ilikuwa ni eliminatoire ya kwenda Coupe d'Afrique. Na ilikuwa ni Indamba Kade. Sasa na ilikuwa ni match ya ushindi au mlipigwa? Burundi kwa pale nyumbani tulishinda 2-0. Ilikuwa winga, goli la kwanza alikuwa nilifunga ni Saidoni Bazongiza. Goli la pili mimi ndo nimepatia penalty.
ambacho siwezi kusahau mimi katika soka ni wakati niliumia kwenye goti yani. Alafu hiyo wakati niko kwenye wakati mzuri sana. Yaani niveau yangu ilikuwa iko juu. Yaani nilikuwa nategemewa kwenye timu yangu. Alafu pia na nilikuwa niko katika timu ya taifa. Tuliumia kwenye timu ya Interstar. Na ukakaa nje kwa muda gani? Nilichukua muda mrefu sana. Nilichukua muda mrefu, nilikaa miaka 3. Yaani niliumia ilikuwa ni 2006. Nilikuja kurudia kucheza 2009. Yaani mimi nilikuwa nimeshakata tamaa, siwagi na isahau. Ilikuwa ni machi tulikuwa tunacheza na Barcelona. Yaani timu niliochezea zamani. Hiyo machi nakumbuka. Nilikuwa najisikia vibaya. Nilikuwa hata nimemwambia kocha bana, mimi kweli leo sijisikii vizuri. Naona kama siwezi kucheza. Tulikuwa na kocha wetu Mkongomani anaitwa Libonda Faustin. Basi kocha kanambia, bana wewe ndio unani na dokta akupe basi hata paracetamol unywe, kwa sababu kama ukucheza na wewe ni mtu tunategemea, shughuli itakuwa match itakuwa nzito kwetu. Nikaenda kwa dokta kanipa nini nikanywa. Niliumia tu dakika za mwanzo. Hakuna mtu aliniumiza wala nini. Nilifanya tu nilikontrole ballon, nikafanya form movement. Basi nikasikia tu mguu kama umekalea yani. Sana mimi wakati sikuwa najua kama hii mama genou nani make wanaitaga ni ligament croisé. Sikuwa najua ni vitu gani. Yaani tu mimi nilikuwa najua tu ni maumivu, ni tatizo kidogo, lakini kumbe ndo hiyo ndo wanaitaga ligament croisé. Hapo kuingiza ushirikina hapo kuwaza labda wameniroga au nini. Kipindi hicho kweli watu wengi waliniambia kama nimerogwa, lakini mimi kivyangu sikuwa na imani ya kuamini mambo ya uchawi. Yapo kweli. Ukitizama manake kisi situation ilikuwa mwacho kipindi, kama mtu na imani fupi, unaamini unaweza kaamini kama kweli nimerogwa, kwa sababu kwenye timu yetu ya Interstar palikuwa ni kama competition. Wachezaji walikuwa ni wengi. Alafu na hicho kipindi mimi nilikuwa nacheza kwa namba 7. Sasa ilifikia hiyo machi, kocha kama ameniambia bana, mimi leo nataka ucheze kwa namba 9. Kwa sababu yeye ameona gisi mimi nashambulia sana na ninafunga, nasema mimi nataka ucheze kwa namba 9. Nikamwambia kocha bana, kwa maana ananiambia leo ucheze kwa namba 9 na tuko na waataka hapa. Na ukitama sawa waataka wenyewe tulikuwa nao hiyo wakati ni waataka kabisa wakali. Wakali afu tena nikono kocha anakubali yani kocha mimi ananikubali kuliko wale. Hicho kipindi tulikuwa tuko na wataka karibu 3. Tulikuwa na ataka alikuwa anaitwa Hija Omari. Alikuwa kabisa ni jueli ataka mzima kabisa. Tulikuwa na ataka mwingine alikuwa anaitwa Bilo Majaliwa. Tulikuwa na ataka mwingine alikuwa anaitwa Mugisho. Mugisho Said. Mugisho aliwahi kucheza Tanzania. Mugisho alicheza Tanzania. Mugisho Said na alikuwa mzima. Wewe tizama hao watakao wenyewe tuko nao hao watatu. Lakini kocha anaambia hao watakaa nje, wewe ndio utaanza pale kwa point. Yaani hapo alikuwa amenipa kazi nzito pia. Alafu tena nikitizama hali ya hiyo yenye ilikuwa katika hao watakao watatu. Hao walikuwa na upinzani. Wao kwa wao. Hao watakao watatu ni walikuwa na upinzani kati yao. Yaani wote walikuwa hawaaminianagi. Hakuna mtu alikuwa anamwaminia mwenzake. Kwenye mambo labda ya ushirikina. Yaani walikuwa na mambo yao unajua kwenye timu. Wachezaji wengi wanakuwa na vile vitu ambao waseme mimi niko na vitu vyangu vya kuniprotege, au unakutana wanakuambia mimi niko na vitu vyangu hivi na naambiaga huyu ndo mbaya wangu. Hivyo mimi nilikuwa najichezeaga kichwa wazi, mimi sikuwa yaani wewe imani ya vitu hivyo haipo. Lakini sasa walikuwa bako Bilo, walikuwa bako Mugisho, walikuwa bako na Hija. Walikuwa waaminiani. Hakuna hata mtu anaweza kaacha kiatu chake nje waziwazi hivi. Anajua. Nakumbuka kuna mechi tulienda kucheza kwa stade. Yaani kawaida kwanza wenyewe. Kusema tukitaka kwenda kucheza match. Kusema waingie mgari ilikuwa ni shughuli. Kila mtu alikuwa anamtegeza mwenzake ndio aanze kuingia. Tulikuwa tunaika hata dakika 30. Yaani mtu wanategezana. Sasa tuseme bwana, hao wachezaji wako wapi? Tutawaacha.
Sasa wenyewe kumbe mmoja amwamini mwenzie. Wanakuwa na vitu vyao, waseme bana kama mganga alimwambia bana huyu asiingie mbele yako. Sasa ndio kisi ilikuwa, lakini sasa na pamoja na hayo yote lakini kulikuwa hakuna malipo makubwa ya kusema labda ni ile jina tu mtu anapata jina kubwa na nini. Inakuwa ni jina kubwa lakini malipo inakuwa ni madogo. Hicho kipindi tulikuwa tunapokea ndio hivyo, ilikuwa ni hiyo 80,000 ndio pesa tulikuwa tunapokea. Lakini unakutana mtu sifa ni kubwa ya jina mtaani, jina kubwa na unakutana mtu kuna unakuwa na ile heshima. Ila sasa ukija upande wa mapato wenda hata unajikuta kuna mwingine mchezaji analala njaa. Sasa hali ilikuwa hivyo, ndo nikaumia katika hayo mazingira ya hivyo. Watu wengi wakaniambia bana fulani amekuroga, fulani amekuroga. Wewe uko hauko kabisa. Mungu kapenda. Na kweli nilihangaika njoo kusema jitibishe. Nilifanya matibabu ya kizungu, wakanambia hakuna tatizo lolote lile, lakini mimi nikaona tu hizi apare za Burundi, hizi apare kuna yani mjenu panakanga mishipa udogo kama sio apare ya kuendelea hawezi kuviona. Basi nikafanya matibabu ya kizungu, akanambia hakuna kitu. Nikafanya kishenzi, nilitembea sana, nilifika mpaka Baraka kule wa Kongo. Bana. Na watu wanaamini Kongo mitishamba ndio uhakika. Tatizo wewe unaenda kujitibisha, mtu anakuwa anakuambia sijui una jini mwanamke, sijui unafanya hivi una yaani nilifikia mpaka kipindi nikakata tamaa. Nikasema bana mimi nakaa kabisa, acha nitafute vitu kazi zingine za kufanya kwa sababu mpira vimeshakataa. Ndio hivyo nikawa nimesema naacha mpira. Na nikakaa hiyo miaka mitatu. Na hiyo comeback yako ilikuwaje wakati sasa unarudi rasmi? Unaona hapa mimi ngoja nirudi kwa sababu najiona nishapona, niko fit. Nilirudi 2009 ndio nikarudi kucheza, lakini hapo nilirudi kucheza niko na maumivu. Yaani sikurudia kuwa ule kama yule wa mwanzo. Ule wa mwanzo. Yaani nilirudi fomu ilikuwa bado inakataa. Maana yake nilikuwa nacheza na maumivu. Nilikuwa nacheza na maumivu makubwa, lakini kutokana na ile miaka ya ujana na nini, unaona napambana hivyo. Na kweli nilirudi kucheza machi ya competition. Nikarudi kuitwa kwenye timu ya taifa. Basi lakini kutokana na gisi unaona kama mtu hauko vizuri kiafya, kuna mamufuma fulani mpira unakuwa hauyafanyi. Unakuwa unacheza kwa uoga. Sasa nikawa nacheza hivyo na Shelu. Basi mechi gani ambayo huwezi kuisahau katika kucheza kwako soka kote? Ilikuwa ni machi ya equipe nationale. Tulicheza na Burkina Faso. Hiyo machi ndio ilikuwa ni machi ya kujikalifie ya kwenda kucheza Coupe d'Afrique. Lakini bahati mbaya hiyo machi tulipoteza. Tena hiyo machi ndio mara ya kwanza mimi nalia mpira. Hiyo machi iliniliza. Timu nzima imelia. Na sasa mlishinda, lakini ulisema mlishinda goli mbili. Yaani ilikuwa ni machi mbili. Ya away, home and away. Machi ile tulishinda nyumbani. Tulifunga. Machi ile tulifunga 2-0. Machi retour. Premier mitatu tulienda kupumzika tuko 1-1. Tulienda kupumzika tuko 1-1. Maajabu sasa, unaona hapo tuko 1-1 na si nyumbani tulifunga 2-0. Imagine deuxième mi-temps yani inatakiwa kusema si tu elimine. Watufunge goli 4 na waza. Yani inatakiwa ile timu ifunge goli 3. Kwa sababu kwenu mliwapiga 2. Imagine wacho kujua kanje kama. Suleiman Nyabenda, tunaendelea na historia kama kawaida, na mpaka sasa nafikiri vitu vingi yashafunguka na tunaendelea kumuuliza vitu tofauti. Kwa hiyo unasema ni machi ambayo mlikuwa mmeshashinda 2 nyumbani, mnaenda kwao machi hadi half time goli 1-1. Yaani hiyo machi hata tungefungwa 3-1 ingekuwa mnaendelea. Tungeendelea. Ila la ajabu ndio hivyo. Tukafungwa hiyo machi, tulifungwa
5-1. Tena kipindi hizo goli zote ziliingia kipindi cha pili. Kitu gani ambacho kilipelekea uamue kustaafu mpira wa miguu? Mimi kilichofanya ni staafu ni kutokana kwanza majukumu ya familia. Pili ndio hivyo, nilikuwa bado na maumivu kwenye goti. Basi ndio nikaona nisiendelee na manake naongeza maumivu. Nilikuwa na nguvu ya kucheza, lakini kimiaka nilikuwa bado ninaweza kucheza, lakini kiafya sasa ikawa inakataa. Hadi kuamua kuondoka Burundi kuja Ulaya, ilipitika vitu gani mpaka ukaona mimi sasa inabidi niende nikatafute maisha nje ya nyumbani sasa? Unajua Burundi ndio hivyo, unapoacha mpira na ndio ilikuwa kazi yako. Na hauna vitu vingine vya kufanya. Inabidi maisha yako azorote. Hata kama maisha kama wachezaji wengi Burundi walioacha mpira sasa hivi maisha yao sio mazuri, kwa sababu mpira ndio ilikuwa kazi yao. Sasa hamna kitu kingine cha wanafanya. Sasa unakutana maisha yanakuwa magumu upande wao. Sasa sisi tunasema tunashukuru Mungu kuona tumepata hii fursa ya kusema tuje katika nchi ya Ufaransa, kwa sababu mimi nilipoona tu mpira umekataa nini na nini, nilikuwa nafikiria, nilikuwa tunapangilia nitazame nchi gani naweza kwenda kutafuta maisha, kwa sababu kisoka ndio nimeshaacha, inabidi nitafute maisha kwenye njia zingine. Yes, kaka Suleiman, sasa jambo gani zuri ambalo uliwahi kulipitia katika maisha yako ya soka na huwezi kulisahau? Mimi jambo nzuri lenyewe naweza kuwa niliwahi kunifurahisha katika soka ni wakati ambapo tulisafiri na timu ya taifa kwenda Egypt. Kipindi hicho hata sisi tulikuwa tutegemei. Tulienda kule, tulikaa Egypt wiki 2, ilikuwa ni tournoi. Kipindi hicho baada ya tournoi kuisha, basi tuliona kila mtu alipewa zawadi ya ilikuwa karibu dola 2000 kwa kila mchezaji. Kwa ndo mara ya kwanza ndo mara ya kwanza nashika pesa kama hizo katika mpira. Pesa kwa ilikuwa 2011. Ina maana mlishinda machi hadi mtu kuamua kuwapa hela hizo? Hapana, ni Egypt imeamua kutoa zawadi tu kwa wachezaji basi. Kwa sababu Burundi tunajua mkisafiri na timu ya taifa mnapewa dola 300, ndio kawaida ya frais de mission ya Burundi. Sasa tulipoona tumepewa 2000 ikawa ni kama zani kweli. Basi tukawa tumefurahi. Na baada ya kuingia sasa Ulaya, ulipofika Ulaya, kuna utofauti mwingi ambao najua upo hapa katika maisha ya hapa na kule kwetu. Lakini wewe unaona utofauti gani wa maisha haya hapa lile na maisha ya Burundi kwa ujumla? Utofauti upo kwa kweli, kwa sababu alhamdulillah tumshukuru Mungu. Hapa Ulaya unakuwa hujifikirii kula, kulipa nyumba, na tukitizama kule kwetu nyumbani, hilo ndio swala ambalo pasua kichwa. Yaani pasua kichwa kwa nakutana mtu kulipa nyumba shida, kula shida, lakini hicho kitu hapa ni kwamba hakuna ni kula, kulipa nyumba, hilo ni vitu vya kawaida. Hicho kitu tunamshukuru Mungu kwa kweli, tunaona utofauti. Maisha yako wewe na star wetu wa Burundi Yusuf Ndayishimiye, naona ni urafiki ambao ni wa zamani sana kama ulivyosema katika previous video, lakini pia nitaka kujua baadhi ya vitu. Yani ni mtu wa aina gani kwa ujumla? Kivyangu mimi nadhani hata wengine wenyewe walishawahi kupata bahati ya kukaa naye au kuongea naye. Ni mtu ambaye anajishusha. Unaona ana jina kubwa, lakini mkiwa naye hataki kuonyesha kama yeye ni mtu wa maajabu, mtu mzito, ni mtu anajishika, mtu wa kawaida, hataki kujionesha. Afu ni mtu ana roho nzuri, ana roho ya kusaidia. Na kwa kawaida labda ni mtu ambaye mkiwa naye wewe na yeye stori zenu ni za aina gani? Kwa sababu wewe ni kama baba tuseme, ni mtu umemlea. Yani mimi tukiwa naye mimi ni mtani wangu. Sana. Mtani wangu. Yani mimi nikiwa naye ni star kweli, lakini nikiwa naye mimi ustaa hakuna. Anaweka pembeni. Ustaa hakuna. Tunapiga stories za maisha, lakini mara nyingi tukiwa naye ni utani, au tucheze PlayStation. Tukiwa naye naanza ndio hivyo, ni tucheze PlayStation, au hata kama hivi tuko mbali, kwa sababu tuko na group, tuko na group
Tuko na group, tuko watu kama 4 na vijana wengine. Ni mtu mzuri sana kwenye upande huo. Bwana Sule ni mtu mzito sana kwenye upande wa PlayStation, ni mtu amecheza muda mrefu, ni mwalimu wa PlayStation. Tukiri kabisa. Kweli kwenye PlayStation mimi bana, watu wengi wananifahamu. Na hilo wanajua, au wanajua mtoto mwenye alijifunzia game kwangu. Wanajua huyo ni mkali. Lazima awe mzuri. Lazima awe mkali. Itabidi nimtafute Bwana Sule ni mtu wote mwenye alijifunzia game kwangu. Lazima awe mkali. Sawa sawa. Kweli vijana wengi wote nilikuwa nawafunga. Lakini sasa hivi kidogo kijana Nyange ndo ananyumbea kwa hivi. Ila bado tutamrudisha nafasi yake. Sasa hivi unaonyesha watu mazoezi. Hii ni kitu ambacho kina nafasi kubwa kiasi gani katika maisha yako? Kwanza hiki sporo ni kitu chenye mimi ninapenda. Maana yake ndo kipasio yangu kubwa. Na unaona gisi hapa ile tushakuwa community kubwa. Kwetu sisi tumeona hiki inakuwa ni kitu kikubwa sana, kinatufanya sisi tukutane, kusaidiana, kupeana fikra tofauti tofauti. Naona ni kitu kinaongeza undugu, kama jinsi unavyoona tukiandaa mechi hapa, tunachangia chakula, tuchome mboga hapa, tuchangie, tutanie. Kama jinsi unavyojua nchi ya Ulaya ni nchi ya stress. Sasa sisi tukikutana hivi zile stress zinatoka. Zinatoka. Yaani ni kitu kinatusaidia sana. Kwa kuna changamoto baadhi yetu ndio hivyo, lakini tunajitahidi kushauri ili watu tuweze kuelewana. Sasa mimi nashukuru sana kwa kupata fursa ya kuongea na legend Nyabenda Suleiman, kwa sababu ni vitu vingi ambavyo kafunguka, na kwa kweli kupata nafasi ya kuongea naye ni jambo namshukuru Mungu sana, lakini pia kafunguka vitu ambavyo vinaweza vikawa ni mafunzo kwa watu wengine. Kwa hiyo tuchukue mazuri, anatufunza sisi ambao labda tulitamani kufikia level kama alionayo yeye. Usikose kulike, kucomment na kusubscribe channel yetu ili uwe wa kwanza kupata video zetu pale tunapofanya kazi mpya, na ucomment kitu ambacho kitakuwa ni positive, itakuwa poa zaidi. Unaambie nani unapenda kumuona tukizungumza naye katika channel yetu hii. Karibu sana na mpaka wakati mwingine. Bye bye.